Wamiliki wa mitumbwi ya uvuvi katika ziwa Victoria wameomba serikali kusogeza huduma za upatikanaji wa maboya okozi katika mialo yao ili kupunguza adha ya kulazimika kusafiri umbali mrefu kuyafuata, huku wakiomba serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wavuvi wanaokataa kutumia vifaa vya uokozi, badala yake kuwaadhibu wamiliki wa vyombo pekee panapotokea ukiukwaji wa sheria. Wito huo umetolewa baada ya kupatiwa mafunzo ya uhamasishaji na maafisa kutoka TASAC kuhusu usalama na usafiri majini kwa wavuvi na wasafiri wanaotumia vyombo vya majini katika wilaya ya Rorya mkoani Mara. Maboya yanapatikana Msoma, maboya yapo. Kwa hiyo kuhusiana na maboya hamna changamoto sana. Maboya yanapatikana Msoma. Changamoto kama ni wavuvi, ina maana unanunua boya zako 4, unawapa, unagawia, mwingine akienda tu analiacha hapo, wengine wanatoroka nayo, yani ndio changamoto. Kwa hiyo tupate boya moja kubwa na watu kuchukua watu 4 ni vizuri zaidi, sababu huwezi kukimbia nalo. Upepo mkali ukiwepo watu waendi ziwani, watu tunapumzika. Kama hali ya hewa ni mbaya tunapumzika, tuendi ziwani. Kuna wengine wanaenda lakini wengi hawaendi. Sasa mtu anaona kwamba kama hali ni mbaya kwani ende ziwani, lakini kuna wengine wanaendaga hivyo hivyo, ila wanaenda mitumbwi michache. Katika kipindi hiki cha mvua upepo unakuwa ni mwingi na mawimbi yanakuwa ni mengi sana ziwani. Kwa hiyo imekuja kutusaidia sana, na maboya tunawapa wavuvi wetu ndio wanaoenda nayo ziwani, kwa sababu tunajua hali ya hewa kwa sasa sio nzuri. Wavuvi wenyewe wanakuwa na matatizo kwa sababu unawapa maboya, havai, anatunza, na hata ule muda wa kuondoka unawasimamia kwamba vaeni maboya. Wengine wanapofika kwenye mtumbwi, lile boya wanageuza linakuwa mto, wanalalia badala ya kuvaa. Nafikiri ni kuendelea kutoa elimu, kuwaelimisha wavuvi. Ina maana mnapokuja kwenye vikao na wao wanaitwa kwa wingi ili wapate ile elimu. Kwenye maji usalama wangu nikishazama au nikaangua utumbi kiniangusha, inabidi kwa naweza nikaogelea, kinishinda basi naweza nikafa. Sasa nitafanyaje sasa, kwa sababu niko doro huko hakuna kitu cha kushika huko huwezi kushika lolote. Sasa kwa nini nyinyi mvai life jacket? Life jacket sisi mimi kama mimi kwa nafsi yangu kwamba sijapewa, sijafanya nini, sijapewa. Nikipewa navaa. Mbona wanasema ninyi mnasema mnaona mkivaa zinawabana? Hapana. Kuna watu ambao wanasema hivyo, lakini sio mimi kwangu. Binafsi yangu natamani kwamba nivae life jacket kwa sababu ni kulinda maisha yangu. Pale ninapoenda sikamati mti, bali nina mtumbwi. Na kuna upepo mbalimbali. Inaweza kavuma kaangusha mtumbwi, nikafanya nini? Nikapata kuokoka. Sio desturi uweke life jacket mto. Sio mto ule. Ni kitu cha kuvaa wakati hiyo usiku, inaweza kukusaidia maisha yako. Iwe mchana inaweza kukusaidia maisha yako. Sio kwamba unaweka unaivua wakati ukishaivua unaweka hapo, unaweka mtu ya kulalia. Sio desturi hiyo. Akielezea hatua wanazochukua kuhakikisha wavuvi wanaofuata sheria, mwenyekiti wa mwalo wa Nyang'ombe Odopo amesema umeweka sheria ndogo zinazolenga kudhibiti shughuli za uvuvi, ikiwemo ukaguzi wa mitumbwi na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wanaokiuka taratibu. Kabla hawajatoka hapa lazima tuhakikishe kwamba tunakagua mitumbwi yao na tuhakikishe wako na life jacket za kutosha kadri idadi ya watu waliomo kwenye mtumbwi walivyo. Lakini baada ya hapo changamoto zinazosemekana kutokana na ukosekanaji wa life jacket, ndio ni kweli. Inaweza kupatikana eneo kubwa kama hili, yani miaro hii yote tunapata life jacket kutoka mjini. Kwa hiyo inakuwa kuna umbali na gharama inakuwa ni kubwa. Utoke hapo fuatilie jacket mjini urudi, kuna gharama inaongezeka. Kwa hiyo pia inatia watu unyonge fulani wa kufuatilia masuala mazima ya life jacket. Kingine unaweza kukuta life jacket zile nzuri ambazo zinaaminika, unaweza kukuta ziko kwenye bei ya juu. Kiasi kwamba mvuvi wa kawaida hawezi akamudu zile gharama. Sasa kitu ambacho sisi wavuvi tulikuwa tunaomba serikali angalau iangalie namna gani vipi inavyoweza ikamuokoa mvuvi kwa gharama zile za life jacket. Yaani ni pamoja na serikali kupunguza gharama za life jacket, lakini na kuwezesha maeneo haya kupatikana kwa huduma ya haraka kwa life jacket. Yaani tuwepo na mawakala wanaosambaza hizo huduma. Maana hata hapo BMU tukiwa na wakala kazi yake ni kusambaza life jacket tu, basi hatutakuwa na shida. Maana yule tunayembainisha pale, tunamwelekeza pale, anachukua life jacket, anaenda kuendelea na shughuli zake safi kabisa. Kiuhalisia, kulingana na wavuvi walioko katika mwalo huu wa Nyang'ombe, serikali inajitahidi kutoa elimu kwa ajili ya kujikinga namna watakavyokuwa wanaenda kuvua kulingana na hiki kipindi cha msimu huu. Lakini pia kama serikali ya kijiji tumejitahidi sana kuhamasisha wamiliki wote wa vyombo vya uvuvi, lakini pia na watu wote ambao wanahusika katika swala zima la uvuvi
waweze kujitengenezea usalama katika shughuli nzima ya uvuvi. Kiuhalisia katika mwalo wetu wa Nyang'ombe ajali zimepungua. Ni kwa sababu elimu inaendelea kutolewa na wananchi wote wanaendelea kuipokea elimu na wanaitumia kiusahihi pasavyo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Rorya Daktari Halfan Haule ametoa onyo kali kwa wavuvi na wamiliki wa vyombo vya usafiri majini wanaopuuzia masuala ya usalama. Kipindi cha miaka 2-3 tumeshuhudia ajali hapa za kutosha tu ambazo zimeleta madhara kwa wavuvi wenyewe, zimeleta madhara pia kwa wale wamiliki wenye dhana zile za uvuvi, zimeleta madhara pia kwenye wilaya yetu kwa sababu kuna vyombo pia vimezama. Kwa hiyo vyombo vya usafiri, vyombo vile vya uvuvi vimepotea, zana zile za uvuvi kwa maana ya nyavu zimezama, lakini pia tumepoteza maisha ya wananchi wetu, na kwa kiwango kikubwa inachangiwa na aidha kupuuza au kutopata elimu ya kutosha. Kwa hiyo TASAC mlivyokuja, tunaamini kabisa ile ombwe ambayo lilikuwepo la elimu wataendelea wananchi au wavuvi kupata elimu ya kujikinga na madhara yanayotokana na shughuli mbalimbali za uvuvi kwa ziwani. Wavuvi wetu wanayo ile elimu ya asili na kwa kawaida huwa ni wabishi kufanya mabadiliko. Kwa hiyo wanahitaji kukumbushwa mara kwa mara. Mtu akishajua kuogelea basi anajua anaweza hata akipata ajali anaweza akaokoka. Lakini kwa taarifa ambazo tunazo sisi, watu wengi wamekufa. Wale ambao wanajua kuogelea ndio wamekuwa wa kwanza kufariki. Kwa hiyo nitoe wito kwa wavuvi wote, viongozi wetu wa BMU, wale viongozi wetu wa vijiji na vitongoji kwenye hayo maeneo, wakuu wa mialo, wahakikishe wavuvi wote wanapata hii elimu. Wale wenye, kwa sababu kwenye uvuvi pia kuna wale wanaovua, kuna wale wamiliki wa vyombo, wale matajiri nao pia wapate hii elimu, kwa sababu itawasaidia pia kuhakikisha vile vifaa vya usalama vipo kwenye vyombo vyao vya uvuvi. Kwa wamiliki wa vyombo vile vya uvuvi, matajiri wale, ninawaomba sana toe ushirikiano kuhakikisha wavuvi wenu wanapata, wao wenyewe na wavuvi mnapata hii elimu. Baada ya kupewa hii elimu, tutafanya ufuatiliaji sasa kuhakikisha yale ambayo mmeelekezwa yametekelezwa. Kwa hiyo tunatakiwa kila mtumbwi unatakiwa uwe na maboya, kwa mfano kulingana na idadi ya wavuvi ambao wako kwenye mtumbwi, na mitumbwi mingi hapa inakuwa na wavuvi 4 au 5. Kwa hiyo tuhakikishe kila mtumbwi una maboya, na haya maboya sio gharama kubwa. Na kwenye ajali nyingi watu wengi waliookolewa ni wale ambao walitumia maboya. Uzembe wa kutovaa au kutokuwa na vifaa vya kujikinga haukubaliki. Usalama wa maisha unapaswa kupewa kipaumbele wakati wote. Kutoka Rorya, mimi ni Peter Edson wa Bongo News.